Asante sana my brother furthermore. It's been a while jamani. Habari ya muda huu, ni siku nyingine tena Jumanne ambao tunakutana kwa ajili ya kupeana ABC kuhusiana na biashara yetu ya Encryptors. Of course una vitu vingi sana ambavyo tunaendelea kuvifanya, lakini all in all biashara yetu inakuwa na mindset katika aspect ya ujasiriamali kwa njia ya kidigitali kwenye teknolojia ya blockchain pia inazidi kukua, which is a very good thing. Kwa niseme karibuni sana, naona kuna watu wengi wenyeji, na pia I was checking on the messages nikaona kuna watu wageni pia. Tuone wageni wako wangapi. Okay, we have few, tuko na wageni wachache. Kwa hiyo pia tuta consider ugeni wa watu waliopo katika presentation yetu ya leo, lakini all in all naamini kila kitu kiko sawa kabisa na kila mtu anaendelea vizuri kabisa. So moja kati ya kitu ambacho nilikuwa nakihitaji hapa ni kuweza kuwashirikisha kwanza kabisa kuhusiana na tangazo. Leo hii, kuanzia leo tutaanza rasmi zoezi letu la kuuza tickets kwa ajili ya event yetu ya corporate, na tutakuwa tunawa update kuhusiana na watu watakaoongea kwenye hiyo event, na ni event ambayo inaenda kufocus zaidi na watu ambao wapo katika corporate level, kwa sababu tumekuwa tunapata changamoto namna ya kuwachanganya wote kwa pamoja. Kwa tutakuwa tuna aina mbili za masterclass za blockchain, tutakuwa na corporate pamoja na hizi za kawaida. Corporate of course itakuwa inatokea mara moja moja, si kama hizi masterclass za kawaida. Kwa tutakuwa tunaenda by batch, lakini tarehe 20 mwezi wa 6 ishakuwa confirmed pale Aura Suites Hotel ambayo ipo karibu na Fire pale. Tutafanya corporate blockchain gala. Itakuwa ni blockchain masterclass ambayo ipo katika mazingira ya kicorporate, na tiketi zitaanza kuuzwa soon baada ya kumaliza hii Zoom. Tutaweka linki ya website. Tuna website special kabisa kwa ajili ya corporate blockchain gala. Kwa hiyo mtu akitaka kununua tiketi ataenda pale, ataboku tiketi yake. Tiketi ziko jumla 100, VVIP zipo 15 na VIP zipo 75. Kwa hiyo zitauzwa hizo tiketi tu kwa hii batch ya kwanza, alafu tufanye hiyo watu wapate experience ya corporate kwenye ujasiriamali kwa njia ya kidigitali. Then baada ya hapo tutaendelea na ratiba zingine za ma event mengine, lakini so far hakikisha watu wako wa msingi, kwa wewe ambaye especially ni IBO, anapata nafasi hii, kwa sababu hii ni level nyingine ya biashara ya kwenda kuitengenezea corporate aspect biashara yetu ya Encryptors. Of course hii biashara kwa watu wanaoijua sio biashara ndogo na sio biashara rahisi. Ni biashara ambayo ni nzuri na ambayo iko very specific na business wise na make sense sana, na ndio maana wanaoweza kuifanya pia sometimes sio wengi sana. Kwa hiyo tunaenda ku upgrade level. Hatusemi kwamba hizi za kawaida tutaacha, tutakuwa tunafanya, lakini from now on tutakuwa hatuna seminar za bure. Seminar za bure nadhani tumeshazifanya nyingi. Sasa ni muda wa watu kuanza kufata umuhimu wa biashara. Kwa hiyo kuanzia hii blockchain corporate itakuwa ni ya kulipia, itakuwa ni VVIP na VIP. VVIP kiingilio itakuwa ni 3,500 na VIP kiingilio itakuwa ni 200,000. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa ni event ya corporate, lakini kwa event zingine vitakuwa vinatangazwa viingilio kutokana na sehemu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi rasmi hatutakuwa tuna seminar za bure tena. Seminar za bure zimeshaisha. Sasa hivi tunaenda kwenye level ambayo iko serious zaidi kwa ajili ya kuikuza biashara. Kwa hiyo tutaenda kudeal na watu ambao wako serious vile vile. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatumia vizuri wakati wako wa kupata elimu especially kabla hujafanya maamuzi, lakini all in all our business is getting to the very next level. Kwa hiyo niseme tu hilo ni tangazo la kwanza, kwa make sure una book seat. Yaani mpaka sasa hivi nadhani kuna watu wengine wamesha book seat zao kabla hata website ilikuwa haijalaunchiwa, lakini tukimaliza tu hii Zoom tutaituma tutatuma link website pale, utalipia kila kitu pale pale kwenye website, iko na kila kitu. Na by the way wale watu ambao wana experience za kushare vitu kuhusiana na digital space ya investment ya assets, tutakuwa na speakers kadhaa ambao tutawachagua kwa ajili ya hiyo event. Kwa hiyo unaweza ukatuma maombi yako ya kuweza kujua kama unaweza ukashiriki kwenye panels, kwa sababu hii corporate haitakuwa kama, yani itakuwa ni more open conversation kwa ajili ya kuwafungua watu kuweza kuona okay,
Kumbe kwenye digital space kuna opportunity kama hizi, kwa sababu watu wengi wanachokisikia ni watu wamepigwa, scam and all that. Kwa hiyo tunataka tufanye namna nzuri ya kuweza kuwa expose watu ambao wapo katika corporate level kuweza kuona kwenye hii dunia ya udigitali ujasiriamali unafananaje, tofauti iko wapi, kama shai kusikia scam, what is the difference and all that, lakini itakuwa katika open conversation ambayo itawasaidia watu kuwa free kuweza kuexplore na kuexploit materials ambayo yatawasaidia kufanya maamuzi sahihi in case wakihitaji kuwa kuingia kwenye uwekezaji kwa njia ya kidigitali. So ladies and gentlemen, make sure you book your ticket mapema. Zimebakia siku 48 kabla ya hii event ya kihistoria. Sisi tunaenda kuandika historia ya kuset standard mpya ya ujasiriamali kwa njia ya kidigitali. Naamini kwamba wewe unatakiwa kuwa sehemu ya hii historia tunaenda kuibadilisha. Kwa hiyo congratulations kwanza kwa wale ambao toka mwaka 2020 wamekuwa sehemu ya hii biashara, lakini sasa tunaenda kwenye level nyingine na wewe ni sehemu ya historia, na I'm very sure you are proud of your decision. Kwa yule mtu yote ambaye alianza kuengage na ujasiriamali kwa njia ya kidigitali kupitia Inkryptus, tunaenda kwenye level ambayo hakika tutaenda kufanya Afrika ipate kuona jicho la tatu kupitia sisi, kwamba wao kumbe kuna vitu ambavyo vinafanyika na viko genuine na viko legit na vina matokeo ambayo ndo sisi tunayahitaji zaidi. Kama tumeona vizuri, tafadhali nenda kwenye box chat na utype box zote za chats ukiwa umeweza kuona kabisa kwamba you are proud to be part of this big evolution ambao tunaenda kuifanya kwenye industry ya ujasiriamali kwa njia ya kidigitali. Go and type on the box chat. Unaweza kutype emoji yoyote au kutype chochote like kuonesha kwamba tuko pamoja na umeelewa vizuri ambacho nimeweza kukishare. And by the way, kama utakuwepo kwenye event ya kwanza kabisa ya corporate, make sure una type namba 333. Hoteli itakuwa ni Aura Suites. Aura Suites pale hii hapa ipo karibu na Fire. Kuna hoteli hapo iko inaitwa Aura Suites. Okay. Okay, type number 333 kama umeelewa vizuri na you are planning to be there on the first corporate event, ambayo pia hiyo itakuwa ni safari inayofuata kwa ajili ya kutuandaa kuelekea Dubai mwezi wa 9. Tunaomba Mwenyezi Mungu haya mambo ya vita yapotee kabisa, lakini amesema naomba tukumbushe kuhusu benefits zinazoambatana na hizi tickets za VIP na VVIP. Basically vitu ambavyo utapewa vitakuwa ni kama kumbukumbu. Kutakuwa na notebooks ambazo zina majina ya jina lako pamoja na event. Kutakuwa na peni zenye majina, kutakuwa na chupa zile za kutunzia whatever. Kutakuwa na vitu vingi, lakini those are not the case. Zile ni kama kumbukumbu tu kwamba uliattend hiyo event, lakini the most important thing ni class materials ambazo utaenda kuzigrab. Lakini kuhusiana na au giveaways za zawadi, t-shirts, notebooks, peni na nini ambazo ziko branded na event na jina lako na kila kitu, hivyo ni vitu ambavyo tutavitoa kama sehemu ya kufanya ukumbuke kwamba you were a part of the event. Lakini our main goal ni kutoa class education ambayo itakufanya wewe uone kabisa kwamba we are getting in the very different world. Na mimi naamini kabisa kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia Inkryptus toka mwanzo, ambao wameanza, ambao wana experience ya miaka 2, 3, 4, 5 na kwenda hata mwaka mmoja, najua kuna namna unaweza ukaiangalia Inkryptus katika perspective ambayo iko tofauti, na honestly speaking najua unaweza ukaona ni kwa namna gani tunapambania kuset standard kwa ujasiriamali kwa njia ya kidigitali kupitia crypto, kwa sababu watu wengi wanahisi mtu anayefanya crypto ni tapeli au ni watu wahuni ambao wanatafuta tu hela za wajioneshe basi, lakini hawaoni kama ni sekta ambayo inaenda kunyanyua watu kiuchumi. Sisi tumeseti hiyo standard ambayo imetutambulisha kimataifa na inazidi kutambulisha, lakini na pia tumefanikiwa kuweza kutengeneza kitu ambacho kiko tangible. Yani mtu yoyote ambaye yupo Inkryptus kwa miezi 6 na kuendelea anaweza akatestify yeye mwenyewe kwamba despite ya kwamba sisi sio watu wa kushow off, lakini yeye anaweza akatestify kwamba alichokipata ndio kile tunachokifundisha. Na sisi tunaendelea kushikilia msimamo wetu kwamba focus yetu kubwa ni kutoa elimu na watu wafanye maamuzi based on elimu. Hatutaki kuinitiate watu wafanye maamuzi kwa sababu Antoni amenunua gari, kwa sababu Antoni sio amejenga. In fact nadhani hata kwa watu wanaojua hakuna anayejua mimi namiliki kitu gani.
na that is what we want. Lakini we have a very big community kwenye biashara yetu ambao wanatumia Inkryptus wallet na wameinvest kwenye crypto assets ambazo zinapatikana kwenye ecosystem ya blockchain na wamepata faida. Kwa hiyo this is proves kwamba sometimes tukiinvest kwenye elimu peke yake ambayo imebeba ukweli, ambayo imebeba vision, ambayo ni timilifu, ina uwezo wa kumfanya mtu akafanya maamuzi hata kama hajui wewe umebenefit kitu gani. As long as anajua unachokiongea kina ukweli na kina make sense, anaweza kafanya maamuzi kwa uelewa ambao anakuwa ameujenga pale. Na hiyo ndio tunataka tuijenge, iwe ndio mindset kubwa ya watu kwenye kufanya maamuzi. We don't want people to be obsessed with the result. Tunataka watu wawe obsessed na elimu, na tunapenda watu watafute elimu kuelewa, sio elimu kujustify maamuzi kwamba nakuja tu kujifunza ili niweze kuanza kwa sababu rafiki yangu fulani amenunua gari. Kupata pesa ya kununua gari does not mean the business is good. Anaweza kama amepata hata kwenye scams, watu wanapata magari jamani, wanapata nini na nini. So the issue is not about making money, it's about having the longevity of the business which is sustainable, na inaweza kukufanya ukainvest ukawa na peace of mind, ukalala ukiwa unajua kabisa hii biashara nimewekeza, logic yake ni 1 2 3, vision yake iko hivi na changamoto zake possible naweza kuziona ni hizi. Bas, lakini hatutaki kuona mtu anafanya biashara akiwa na pressure, stress. Kwa kweli hicho kitu hatukihitaji, na naamini kwa wale wote ambao wamekuwa sehemu ya hii biashara tumejitahidi sana kwa nafasi yetu kutengeneza perspective ya elimu kuwa kama ndo msingi wa biashara yetu. Am I talking to someone, ladies and gentlemen? Kama nimeongea ukweli bonyeza namba 555 hapo. Kama nadanganya bonyeza namba 0. Kama nimedanganya, lakini all in all event hii ya corporate itakuwa ni event ambayo inaenda kuandika historia ya tofauti kabisa. Yaani tunaenda kuset standard mpya ya wajasiriamali kwa njia ya kidigitali. Trust me. It's something ambacho I've been dreaming for years, na since naanza Inkryptus nimekuwa na ndoto ya kuweza kutengeneza heshima kwamba mtu ifike stage uwe proud kusema mimi na deal na crypto. Usione aibu kwamba mimi kwa sababu naheshimika nikisema nafanya mambo ya crypto ataniona kama na mimi sijielewi. Hapana. Tunataka tutengeneze standard ya watu kuona kwamba doing a crypto entrepreneurship ni biashara kama biashara nyingine. Yaani tuone hivyo na isijajiwe kwa sababu ya watu ambao kwa watu ambao wanafanya scam. Jamani tena haya, isijajiwe kwamba kwa sababu ni sasa na leo mtu anaweza akafanya kilimo cha mahindi na kikamkataa, lakini haimaanishi kwamba kilimo cha mahindi ni kibaya, ila ni kwamba pengine alienda vibaya au hakuelewa vizuri kilimo kinafanyika vipi. Kwa hiyo jamani, tunapokuwa tuna wa mute mic zenu na nyinyi mnakuwa mnakubali. Sasa tukianza kutengeneza tena to mute all, msijani mute nyinyi wenyewe, nakuwa so kweli. Amani, unmute mic yako bwana Amani. Anyways, so that is it ladies and gentlemen. So sisi ni mabadiliko, sisi ni sehemu ya mabadiliko, na tutafanya tunavyoweza kufanya kuhakikisha kwamba haya mabadiliko yanaleta tija kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa sura ya industry nzima, ili tuweze kuwa na heshima ambayo pengine inastahili kuwepo kwa kufanya vitu ambavyo vina deserve kuheshimika, sio kwa kulazimisha. Tunafanya kitu kinaleta matokeo, watu kwa experience na uzoefu wao wanaweza kuona kwamba yes, this was different. This one is making me proud kusema kwa watu kwamba I have been in this crypto industry working with Inkryptus for the last 10 years, 6 years, etc. Yani in the next 10 years mimi mwaka 2030 nitakuwa natimiza miaka 10 kufanya Inkryptus. At that time najua watu wengi sana watakuwa wamepata experience mpya tofauti, na watakuwa na testimonies nyingi sana ambazo zitaleta sura tofauti kwenye industry ya crypto. So you have to be part of that as well. Trust me, unatakiwa uwe sehemu ya mabadiliko haya. So tunapokwenda kuachia website yetu ya watu kuanza kununua ticket, grab ticket yako mapema. Make sure mtu ambaye unamrefer aje pale awe na level ile ya corporate, ili watu ambao wanaona kabisa kwamba okay, nilifikiri kwamba sisi wenye level hii hatuwezi kufanya, kumbe wapo watu bwana wanaweza wakafanya, ili sasa tuweze kutengeneza hiyo biashara kwamba mtu wa hali ya chini, hali ya kati na hali ya juu wote tunaweza tukafanya ujasiriamali, although tutakuwa katika level tofauti, lakini we can all access the services and the opportunities in the blockchain ecosystem. Sawa sawa jamani, excuse me. So baada ya kuongea hayo, naomba turudi kwenye session yetu. Okay, kidogo tu hapa jamani, kidogo tu hapa.
So ladies and gentlemen, sorry. Ladies and gentlemen, tunaendelea na session yetu kama ambavyo nimesema, tunaendelea na kipindi. Let me share my screen here kidogo hapa. Okay. Just a second. Okay, nimeshare whiteboard screen yangu hapa. Kama mnaweza mkaona whiteboard screen ambayo nimeishare hapo, tafadhali bonyeza namba moja moja moja. Type number 111 if you are able to see the whiteboard screen that I've shared, please. Okay, perfect. Sasa wale wenzangu wageni wale, naomba mpay attention vizuri, ili unapokuwa umemaliza kipindi hiki at least umeokota kitu. Kwanza kabisa naomba niwaambie kitu kimoja. Nimekuwa nikikutana na watu wengi sana for the time being actually. Na watu wengi sana actually naokutana nao, wengine wanasikia story kuhusiana na crypto na wengine probably walishapigwa kwenye makampuni huko. Lakini changamoto ambayo nimeiona, watu wengi sana unakuta mtu anasema kuna mtu bwana alinifundisha hii biashara na yeye yupo miaka zaidi ya 10 huku, lakini hamna huku ni ngumu sana sio na nini. Issue sio kwa miaka 10 kwenye biashara. Issue katika hiyo miaka 10 umejifunza nini? Yaani huwezi kusema kwamba uko proud kuwa kwenye crypto kwa miaka 10 na wakati kila wakati wewe unaishia kuingia kwenye makampuni unapigwa tu na you don't learn anything. So kikubwa ni kuelewa. It's not about how long you have been. Ni kuelewa na kufanya tafsiri sahihi ya biashara katika teknolojia fulani, ili uone kibiashara wapi panapo make sense. Na mimi mmekuwa mkiona ni mtu ambaye nimekuwa nikijaribu kwamba kwenye industry ya crypto ni kweli watu wanakuwa na uoga, kwa sababu watu wengi historia yao, experience yao wamekuwa wanapigwa. Lakini ukiangalia wanapigwa kwa nini? Kwa sababu wanakuwa obsessed na matokeo. Huwa hawafanyi maamuzi kutokana na vile ambavyo wameelewa biashara, wanafanya maamuzi kutokana na vile ambavyo wamekuwa convinced. Na sisi kama community in cryptos hatujawahi kufocus kwenye kumshawishi mtu. Sio kama unaona vizuri jamani. Our goal is not to convince. The goal is to teach. Sisi tunafundisha mtu aelewe vizuri in and out of the business, then baadaye mwenyewe ndo atajua amue nini, kwa sababu tunaamini kuelewa kuna kufanya uwe na maamuzi sahihi. Kama utasema yes au utasema no, lakini utakuwa unasema yes ukiwa unajua kwa nini, na utasema no ukiwa unasema kwa nini. Kwa hiyo tujitahidi kufocus kwenye kuelewa biashara. Hata sasa hivi tunavyoenda kuanza darasa, hata kama unajua vitu kadhaa, hebu assume kwamba sasa hivi wewe uko empty, unasikiliza kuhusu crypto, then baada ya hapo utaamua mwenyewe ni kipi cha kuweza kufanya. Lakini pia kama utakuwa na swali unaweza ukaliandika pembeni, tukimaliza session unaweza ukauliza. So basically concept yetu ya kuielewa hapa sio kwamba iko complicated sana. We all want to know something about blockchain. Sorry kidogo hapa. Okay, sorry, kuna kitu kimoja hapa nilikuwa there is something I made a mistake, sorry. Ilitakiwa ni share screen hapa ambayo itanisaidia. There we go. So actually perspective yetu ya kujifunza itarely kwenye kitu kinaitwa blockchain. Sasa mtu tajiuliza blockchain ni nini hasa? Nimekuwa nikisikia na kadhalika. Sasa nitakupa tafsiri nyepesi ya blockchain. Blockchain ni teknolojia ya msingi ambayo inasaidia watu waweze kujenga idea zao ziweze kufikiwa na watu, lakini katika mfumo wa kidigitali. Nikisema inakupatia access ya wewe kuwa na uwezo wa kujenga idea yako iweze kuwafikia watu wengine kama huduma, lakini katika mfumo wa kidigitali, na maana ya kwamba ningeweza kuwa na kampuni ambayo inatoa huduma fulani, lakini hii kampuni ningeweza kuijenga katika mfumo wa kawaida, tunasema ordinary system. Sasa huu mfumo ambao ni ordinary, ni maanisha kwamba kama kawaida naenda labda serikalini, nasajili kampuni, nafungua ofisi zangu, naweka wafanyakazi, wanakuwa wana operate. Hiyo ni system ya kawaida. Lakini tunapozungumzia blockchain itakuwa ni the same company, lakini kwa sababu imejengwa kwenye blockchain, kinachobadilika pale ni kwamba badala ya kutumia mfumo wa kawaida kwamba nifungue ofisi niajiri watu wengi, kwamba kila department iwe na watu, nitamtafuta mtu anayeitwa IT. Huyu IT ataconvert ile idea yangu au wazo langu liwe katika mfumo wa computer language, si ndio?
Nikisha convert katika mfumo wa computer language, alafu nitaifanyia installation kwenye blockchain. Ikishakuwa installed kwenye blockchain, maana yake itatumia sana automated language. Automated language katika cooperate, lakini outcome itakuwa ni the same. Kama ilikuwa ni huduma ya malipo, itabakia kuwa huduma ya malipo. Kama ilikuwa ni huduma sijui ya kutunza data, itakuwa ibakia huduma ya kutunza data. Kwa hiyo what is going to change here is how it works, lakini haitabadilisha. Inaweza isibadilishe jina la kampuni, haibadilishi protokali ya kampuni kwamba inafanyaje ili kuweza kutoa huduma na kuzalisha faida. Hiyo haitabadilika, ila itabadilika ni namna gani inakuwa implemented, namna gani inakuwa managed. Maana ukizungumzia management unazungumzia pia operation inafanyikaje. Hapa ndo kutakuwa na nini na sehemu ya mabadiliko, lakini what is the company about, the idea behind the company and the outcome of the company inabakia ni vile vile. Yani kwa mantiki hiyo ni sasa tungesema leo, tuseme kwa mfano tunazungumzia leo mawasiliano. Mawasiliano kipindi cha zamani kabisa unakuta ili taarifa ziweze kufika kwa Anthony kutoka kwa John, ningeweza kumtuma Teddy ndo awe sehemu yetu ya mawasiliano, taarifa zifike kule. Lakini sasa hivi kuna kitu kinaitwa simu. Sihitaji huyu mtu, nitachukua simu yangu nitampigia Tony, taarifa tutakayowasiliana ni ile ile, ila kilichobadilika ni namna gani tunawasiliana. Ila haijabadilisha kwamba mimi ya John nilikuwa nataka nimpigie Anthony nimwambie jambo fulani, ila badala ya kumpatia taarifa huyu au kumpa barua apeleke kwa Anthony, natumia simu nampa taarifa, ameshapata. Kwa kilichobadilika hapa ni namna gani kitu kinafanyika, lakini haijabadilisha lengo pamoja na mtiririko wa mawasiliano yetu, ila kinabadilisha ni namna gani hao mawasiliano yanakuwa managed na yanafika kwa mhusika. Hiyo ndio teknolojia, na ndio maana sasa mawasiliano yanayofanyika hapa yanaweza kuwa mazuri au mabaya, yote yanawezekana. Sasa huyu anayepokea mawasiliano ndo anaweza akajua kwamba ya mawasiliano ni mazuri au mabaya, lakini simu haiwezi kumwambia wewe hii simu unayopiga ni ya wizi, haya mawasiliano hayatafika huko. Sio kazi ya hiyo. Au Teddy kama angekuwa messenger, yeye hawezi kusema hii taarifa sio yenyewe, mimi sitakiwi kuifikisha huko. Yeye hana anachohusika na taarifa zaidi ya kufikisha ujumbe kwa mhusika. Ndio maana kwanza mjumbe hauawi. Hii simu nayo inakuwa ni mjumbe vile vile. Kwa hiyo ina maana hata hapa kwenye blockchain kampuni ingeweza kuwa nzuri au mbaya Kwa hiyo huyu yeye kazi yake ni kutoa output, lakini sio kuchambua kwamba hii output ni nzuri au mbaya tusichakate. Blockchain sio kazi yake. Na ndio maana blockchain inaweza ikajengewa project nzuri au mbaya vile vile. Kwa hiyo ndo tafsiri ya blockchain. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema hii ni blockchain inatumia automated language, ndio tunaita smart contract. Inatumia smart contract kwenye kufanya kazi sijui na nini. It does not matter, ladies and gentlemen. Haina matter yoyote kwamba this blockchain works on smart contract. What? It does not make any difference. The issue is outcome ni nini, na hiyo outcome ina tafsiri ya nini na unaielewa. Na ndio maana kama ingelikuwa blockchain kitu kijana kwenye blockchain basi ni kizuri, then kulikuwa kuna haja ya kusoma. Unasoma nini na kati taarifa zote zinakuwa zinajichambua zenyewe, unaona? Kwa hiyo kama taarifa zingekuwa zinaeleweka na zinajichambua, maana yake by default kungekuwa hakuna haja yoyote ya kuanza kutafuta taarifa kwamba tusome tujifunze kabla ya kufanya maamuzi. Kila kitu kipo ni kizuri, na ndio maana hata juzi nikaa naongea, watu wengi sana wanaamini kwamba wallet ndo zinatoaga maamuzi ya kwamba coin ipi ni nzuri kununua. Wala sio hivyo. It doesn't work that way, kwa sababu hata Binance wenyewe wanalisti tu coin kupatia wewe access. Hata Dar es Salaam Stock Exchange kwa unapoenda kununua hisa, wale kazi yao hawakwambii hisa nzuri ya kununua ni ipi, wala sio kazi yao hiyo. Wao wanakupatia access. Ukitaka kununua hisa ziko nyingi tu, ziko hapa, tafuta unayoipenda nunua. Ikifanya vibaya ikifanya vizuri, that's not the case of Dar es Salaam Stock Exchange. The same hapo unanunua coin. Ndio maana unahitaji kujifunza, ujue ni nini kinafanya coin iwe nzuri. Sio kama naona vizuri hapo jamani. Kwa hiyo hilo ndo sehemu ya kwanza ya utangulizi wetu wa kujifunza kuhusiana na ulimwengu wa jamani kwenye mambo ya crypto, ni kujua unadili na asset za aina gani. Am I talking to someone, ladies and gentlemen? Kama tumeelewa vizuri kuhusiana na utangulizi kuhusiana na blockchain, tafadhali nenda kwenye box set na uandike namba 555.
Type number 555 kama introduction ya blockchain imekuelewesha vizuri. Kama umeelewa vizuri, type number 555 ladies and gentlemen. Type number 555, especially wale ndugu zangu wageni wale, kwa sababu wengine najua hii exactly. Kuna mtu ameandika hapa, kwa kama ni gari unaweza kupewa. Exactly, gari kuwa zuri haimaanishi kila kitu hicho ndani ni kizuri. Hapana, unaweza kubeba magendo, unaweza kubeba madawa kulevya, unaweza kubeba huwezi ukajaji gari ukasema ndani yake kichobebwa kinapelekwa kule, au kuwa na jengo zuri. Nilipokuwa Arusha ndani tutoa mfano wa jengo, kuwa na gorofa zuri haimaanishi ofisi zote zilizo ndani ni nzuri. Hapana, unaweza kuwa na ofisi za utapeli ziko ndani humo zimekaa. Kwa hiyo lazima uwe na akili ya kuamua kwamba ninapoingia hapa nakuja kutafuta kitu gani, na hiki kitu ili kiwe kizuri kinatakiwa kiwe na vigezo gani, si ndio jamani? Yes, kwa hiyo ndio hivyo jamani. Sasa kwenye blockchain kuna kitu kinaitwa crypto. Kuna kitu kinaitwa crypto. Tunapozungumzia kuhusiana na crypto, tunazungumzia programmable unit ambayo ina operate kwenye blockchain. Sasa hii programmable unit, watu wengi sana ukizungumzia crypto, wao kinachokuja kichwani kwao wanazungumzia nini? Currency. Lakini to be honest, not every crypto is a currency, ladies and gentlemen. Some of the crypto, they are assets. Some of the crypto, they are gambling tokens, gambling tickets. Some of the crypto, they are like title deeds. Some of the crypto, they are collectibles. Mbona huonekani kwenye screen mwalimu? Sasa jamani, badala ya kufocus kuangalia kipindi, kwa unataka kuniona mimi muda wote. Sasa nikionekana mimi tena na screen nayo ionekane sura yangu, itakuwa ina maana gani? Mimi si mnanijua. Tufocus na darasa kwanza. Hiki ninachokiandika ndio cha muhimu. Haya madam bwana, mazoea. Mazoea hayo achana nayo kwanza. Mimi nipo, sema leo Zoom ina watu wengi, ukiscroll your screen utaniona. Lakini si kwamba sipo, nipo. Bana, kamera yangu nimeiwasha. Okay, sawa. So hizi crypto zinaweza kuwa za aina tofauti tofauti. Sasa kumbuka, wewe ni investor, si ndio? Wewe sio gambler, wewe sio mtu wa mambo ya collectibles, sijui mambo ya picha na nini. Wewe ni investor. Investor siku zote atatafuta crypto yenye sifa ya asset, si ndio jamani? Unahitaji asset kuwekeza, kwa sababu when you talking about investment unazungumzia long term, si ndio? Na uwezo kuzungumzia long term bila kuwa na integral part ya stability. Yaani unapozungumzia long term, yani stability ni by default lazima iwe hapo. Uwezo kuzungumzia kitu kiwe cha muda mrefu afu kisiwe stable, lazima kiwe stable. Sasa tunapokuwa tunajiuliza ni kwamba hizi crypto ambazo zina sifa ya assets ziko za aina ngapi? Ziko za aina mbili. Kuna zile tunaziita ni EPTs, economic participation tokens, lakini kuna zile ambazo tunaziita hizi tunaziita real world asset. Kwa mfano kuna baadhi ya token unakuta zina represent jengo fulani. Kwa mfano nishatoaga mfano mara nyingi, privatecommunity.com ya Dubai ni website ambayo inakuruhusu wewe kuinvest kwenye crypto kwa kutumia token au crypto. Sasa EPTs ni zile crypto ambazo zina sifa kama ya share. Sawa. Kwa hiyo unakuta kuna asset zina sifa ya shares, lakini haziwi share kamili kwa sababu zinakuwa hazitoi legal ownership na wala hazitoi kitu kinachoitwa decision power au decision making au voting power. Lakini economically zinakuwa zinakuruhusu kushiriki kwenye nini? Kwenye biashara husika ambayo umeamua kuifanyia uwekezaji. Na kumbuka, unapoamua kununua hisa, target yako huwa ni mbili: kutunza mtaji, lakini nyingine inakuwa ni faida. Na hii faida iko ya aina mbili. Kuna ongezeko la thamani, lakini kitu cha pili huwa ni kuna ongezeko la thamani, lakini kuna wakati mwingine ni gawio. Hata huku ni hivi hivi kwenye crypto, ni hivyo hivyo kama kwenye shares. Kwa hiyo kutunza mtaji ni uimara wa asset kutokana na nini? Na nini kipo nyuma yake? Nini kipo nyuma yake? Yaani ile product ambao wanaitoa wao, huduma wanaoitoa wao ina uhitaji kiasi gani? Na wameipangilia vipi ndio italeta uimara. Sasa uimara baadaye ndio tutakuja kuanza kuhusu faida. Faida itakuwa ongezeko la thamani na gawio. Sawa sawa jamani. Sasa tukiangalia katika perspective ya Inkryptus. Inkryptus ni kampuni. Na hii ni kampuni ambayo inatoa access
ya nini, ya digital assets. Hii inatoa digital access ya digital asset kwa maana kwamba unaweza ukazi access kwa kununua, kuzitunza, lakini pia kupata fursa ambazo zinaendana na hizo digital asset ambazo uko nazo, lakini pia inakusaidia wewe kujenga portfolio. Kwa maana ya rahisi ni kwamba Inkryptus ni kampuni ambayo inatoa access ya digital asset pamoja na fursa ambazo zimejijenga kwenye hizo digital asset uweze kuziaccess na kuzitumia. Lakini hii Inkryptus ikiwa kama moja kati ya platform zinazotoa hizo access, ni kampuni, kwa sababu unapokuwa na access hizo asset na kutumia huduma zake, si kwamba wanakupa hiyo huduma bure, wanakucharge. Unapokuwa unachajiwa, kampuni inapata faida, ina generate revenue. Sasa kuna wakati mwingine mtu anaweza kaingia aka access Inkryptus platform kupata kutumia huduma zake peke yake, lakini kuna wakati unakuja mtu huwa anaona kwamba hii kampuni mbona kama itakuja kuwa kubwa baadaye, japokuwa mimi sijaianzisha, lakini natamani kuwa sehemu ya hiyo project. Kwa hiyo Inkryptus wanakuwa na coin yao ambayo inaitwa Inki, ambayo hii ni kama hisa au ni EPT, ambayo sasa hii huwa inasaidia kuweza kutoa access ya wewe kuwa sehemu ya hii project kwa kunufaika na namna ambavyo hii kampuni itakuwa inakuwa. Na hii token maana yake kubwa huwa ni hii biashara hapa nyuma. Kama hakuna biashara, hii coin inakuwa haina maana yoyote, kwa sababu lengo la kununua hii coin ni kuwa sehemu ya biashara ambayo inaonekana. Kwa hiyo coin, moja kati ya sifa nzuri za kununua coin ni kwamba, je, kama nisipo hiyo inunua hiyo coin, kuna biashara ambayo inaweza kufanyika bila kununua hiyo coin? Kama ipo, manake basi hiyo ni biashara nzuri. Kama hakuna, ni kwamba unaambia nunua tu hii coin itapanda. Hapo hamna kitu jamani, achana na hapo. Huwezi ukapata faida ya kibiashara kwa namna hiyo. Ni sasa unaambia nunua hisa, unaambia sana nunua hisa ya kampuni gani? Unaambia nunua hisa ya kampuni inaitwa Joni. Inafanya nini? Wewe nunua itapanda. Sasa itapanda vipi na kati hakuna huduma ambayo tunahitaji? Kwa hiyo sasa, kwa sababu tumeshaona kwamba hizi coin kama za Inkryptus zina sifa sawa sawa na hisa, na kiuchumi, ili hisa iwe nzuri inatakiwa iwe na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, iwe na kitu community engagement factor, kwamba obvious makampuni yote yanakuja kwa sababu ya watu. Sasa lazima ujue hii kampuni ambayo imekuwa introduced ina kitu gani cha kuweza kuwafanya watu waje watumie huduma zake au product zake, kwa sababu kama watakuwa na hizo huduma, maana yake watakaribisha watu waweze kutumia hizo products, na at the end of the day waweze kuengage na hizo faida ambazo waweze kuengage na hiyo kampuni, na kampuni itengeneze revenue kupitia wao kulipia ili waweze kuaccess hizo huduma. Kwa hiyo lazima kuwe na kitu. Kwa hiyo kwa mfano kwa Inkryptus unakuta wana mambo ya staking, mambo ya transactions au exchange. Yani transaction maana anaweza katuma akapokea, anaweza kabadilisha kulimia kwenye nyingine. Kuna mambo ya IPO, kuna mambo ya gaming, nadhani watu wame experience sana hivi vitu, na etc. Lakini hizi huduma ukizitumia sio bure, unachajiwa na kampuni inaingiza faida. Na hapo ndo linapokuja swali, kwa maana sasa nikinunua coin kwa mfano ya Inkryptus anapeleka wapi hela zangu? Wewe ukinunua kama unanunua kwenye open market, Inkryptus anachukua hela zako. Inkryptus anachukua hela kwenye ile mauzo ya kwanza ya hisa, lakini wao wanapataje faida? Ni kupitia zile huduma ambazo wanazitoa kwa watu. Kama tu unavyoenda kununua hisa za CRB, za NMB, za sigara, si kwamba sigara huja kuchukua hela zako pale. Wao watatengeneza access ya huduma zao zipatwe kwa watu wengi, ili waweze kupata faida na kuweza kuretain wanunuaji wa hisa kwa kuwapatia gawio, pia waone kwamba yes, hapa tumewekeza kwenye kampuni ambayo ina mashiko. Kwa lazima kuwe na huduma ambazo zina mashiko haswa, na zinakuwa kuna kitu kinaitwa organic demand. Yani organic demand ni uhitaji halisia, kwamba hizo huduma kweli zinahitajika au zimehaipiwa tu kwa muda mfupi, baada ya tunakuta watu hamna wanaotumia. Sijui kama tunaelewana hapo ndugu zangu. So that is something very important ambayo kinamfanya mtu sasa aweze kuona kwamba nilipowekeza hapa, nimewekeza sehemu ambapo pana uhitaji, na uhitaji ndio unafanya picha kamili ya uzalishwaji wa faida kwa kampuni husika. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo hicho ni kigezo cha kwanza ambacho lazima ukiangalie. Kama tumeelewa vizuri, tafadhali nenda kwenye box na utype namba 111.
Type number 111 on the box chart if you have understood kwenye hapa. Type number 111. Okay, good. Kitu cha pili cha kuangalia kwamba hii crypto ni asset ambayo ni EPT, tunasemaga ni economic point of view. Economic point of view tunamaanisha kitu gani? Cha kwanza, perspective ya kwanza hapa huwaga ni ratio ya operation cost versus consuming rate. Unajua wakati mwingine kama kampuni inatumia gharama nyingi kwenye kujiendesha kuliko kuzalisha ni hasara. Kwa hiyo kwa mwekezaji ni muhimu pia ukajaribu kuangalia. Unajua si lazima upate information za details kabisa, ila unaweza ukapata estimation kwamba kwa huduma ambazo wanatoa Inkryptus kawaida wanahitaji gharama kiasi gani kujiendesha. Utakuta of course gharama ambayo inahitaji ni installments tu ya domain name pamoja na servers na kila security measures, lakini baada ya hapo hawahitaji tena kuinvest pesa nyingine hata kama wateja wataongezeka. Kwa hiyo in that case unaweza ukakadiria kwamba kwa service provision kama ya nature ya makampuni kama ya Inkryptus hawahitaji pesa nyingi sana ambayo itatumika kila wakati. Unaweza kufanya investment mara moja ikarun for 5 years. Kwa hiyo unapoona wateja wanaongezeka by default inakuwa rahisi kuweza kuestimate kwamba kampuni na generate revenue kubwa, kwa sababu nature ya operation cost unakutaga na cost labda mara moja, lakini baada hapo unakuta ni vikosti vidogo vidogo. Kwa hiyo hiyo huwa inatoa picha kwamba okay, there is a possibility this company is having a good rate of consuming more than the operation cost that is incurred by the company. Lakini upande wa pili wa economic point of view tunaangalia distribution ya shares. Sasa kwenye perspective ya distribution ya shares ni kitu ambacho lazima pia watu waweze kujua. Kwa maana hivi kwamba leo hii unaenda kununua hisa. Unaponunua hisa au crypto tokens, haimaanishi kwamba hizo tokens zinatakiwa zije tu sokoni bila kuwa na mtiririko, kwa sababu kumbuka bei ya token au bei ya token huwa inajengwa kutokana na mtaji au equity divide by, hii ni thamani, tunasema bei ambayo ni thamani. Unajua kuna bei ambayo inakuwa ni zaidi ya thamani, idadi ya token. Sasa ikitokea matoken yanaingia mengi alafu kampuni haizalishi faida kubwa kwenye mtaji, by default ukigawanya bei au thamani itakuwa inashuka chini. Kwa lazima uone kuna mtiririko mzuri ambao una control uingizwaji wa token kwenye mzunguko ambao utakuwa unaenda kwenye ratio nzuri na ukuaji wa mtaji wa kampuni. Kama ni hivyo, maana yake bei ya coin inakuwa iko stable, na ndio maana Inkryptus sasa waliamua kutengeneza kitu kimoja kwamba tunajua kabisa kwamba kampuni ya Inkryptus ina jumla ya token milioni 200, ambao kama ingekuwa ni hisa tungesema ina hisa milioni 200. Katika hizi hisa 5% ambao ni 10 million tokens, hizi hapa zilikuwa allocated for the company. Lakini 95% ambayo ni 190 million tokens, hii inaenda kwenye public, yani inagawanywa kwa public. Na concept ya kugawanya kwa public hapa, hizi hapa nitaielezea soon. Lakini tunajua kwamba unaponunua token ya Inkryptus kuna aina mbili ya faida unazihitaji. Aina ya kwanza tumesema ni kutunza thamani. Lakini aina ya pili tulikuwa tunazungumzia faida. Na faida hii tulizungumzia katika makundi mawili. Tulisema ni capital gain au ongezeko la thamani. Lakini faida ya pili tulisema gawio. Tumeelezea capital gain itatokana na namna ambavyo kampuni inatengeneza revenue kubwa kwa kubalance vizuri gharama za uendeshaji, lakini na uhitaji wa product ambazo wako nazo. Inaweza kuwa ni product za kuhusika au product za huduma. Lakini pia gawio inatokana na kampuni inatengeneza faida kiasi gani, wataamua pia kutengeneza gawio la moja kwa moja, kwamba mtu anapewa moja kwa moja gawio lake bila kuingizwa pesa kwenye mzunguko. Lakini kutunza thamani
unategemea na mfumo uliojengwa. Umejengwa kwa ajili ya kutengeneza huduma ambayo inaongeza pato la kampuni kwa kutengeneza uhitaji wa huduma, au imejengwa kwa ajili ya kutengeneza miemko tu ambayo haina mwendelezo. Lakini kama kampuni imejenga mfumo ambao una huduma zenye uhitaji wa jamii kadri muda unavyoenda, huo mfumo tunahitaji ni mfumo unaojenga thamani halisi. Kwa maana ya kwamba bei ya token itajengwa na uhitaji wa huduma ambao unaonekana moja kwa moja kutokana na mfumo ambao wao wameamua kuujenga uweze kutoa huduma kwenye jamii. Wanapokuwa wanatumia ile huduma, kampuni inapata faida, wawekezaji nao wanazidi kupata faida pia. Ndio jinsi ambavyo inakuwa inaenda. Sasa Inkryptus walitengeneza mfumo mmoja kwamba wao, ili uweze kupata faida ya gawio, ni lazima ununue token ya Ink alafu iweke fixed account. Kama utanunua coin tu peke yake ukaiweka hapo kwenye wallet ukisubiri bei ipande, manake gawio hautapata. Ila ukiweka fixed account utapata ongezeko la thamani na gawio utapata. Ukitunza tu kawaida, basi wewe faida yako itakuwa kwenye ongezeko la thamani peke yake. Sawa. Sasa swali linakuja, hii gawio unailipaje? Gawio la Inkryptus unalipa kupitia tokeni mpya. Yaani kwa mfano ukienda kuwekeza kwenye makampuni labda kwa mfano CRDB, muda wa gawio unaweza kaamua kwamba okay, mimi sihitaji kulipwa hela, sina uhitaji wa pesa, nahitaji kupata hisa zaidi za CRDB. Kwa hiyo gawio langu nipeni hisa zaidi. Kwa hiyo in that perspective wewe utakuwa umefanya dividend reinvestment. Yaani kwamba haujahitaji kuchukua cash, rather umeamua kuongeza portfolio yako ya assets. Kwa hiyo kwa huku kwenye crypto kama Inkryptus hapa unalipwa gawio kupitia tokeni mpya ambazo hazikuwepo kwenye mzunguko. Lakini ukishalipwa huko free kuweza kuziuza kwa kuredeem kwa kuuza token yako kwenye soko la wazi, kwa sababu Ink token tayari ipo kwenye soko la wazi, ambapo hii Ink unaiuza against USDT. USDT ni crypto ya kidigitali ambayo ina thamani sawa sawa na dola. Kwa hiyo ukiwa na Ink unaweza ukauza ukapata USDT, ukiwa na USDT unaweza ukauza ukanunua Ink na ukazipata muda huo huo. Sasa swali linakuja, hii gawio la token mpya linakujaje? Kama ambavyo nimeweza kuwaonesha hapa, kuna token milioni 190 ambazo zimegawiwa special kwa ajili ya kwenda kwa umiliki wa watu. Lakini hizi token hazitaingizwa kwenye umiliki wa watu kwa mara moja, zitaingizwa kidogo kidogo. Na kilichofanyika na Inkryptus ni kwamba as we stand for now, kulikuwa na batch mbili, ambayo phase ya kwanza ambayo ilikuwa ishaisha ilikuwa 1% ya kile kilichofungiwa ya staking ndio inakuwa inaachiwa kama gawio la faida. Kwa mfano leo hii tunakuwa na Teddy hapa na nani, Teddy ameweka coin 1000, Trizi coin 1000, Mabanza coin 1000. System itasoma jumla ya coin zilizostakiwa ikisha confirm ziko coin 3000. Kwa kipindi kama hiki 1% coin 3000 ndio zitaachiwa kwenye mzunguko. Maana 1% coin 3000 inakuwa ni coin 30. Hizi coin 30 zitatolewa kutoka kwenye coin milioni 190, alafu zitakuja hapa kulipwa kama gawio. Zikishalipwa kila Teddy ndo ataamua kama waziongeze kwenye mtaji au waziuze atoe cash. Hiyo ni maamuzi yake. Lakini kumbuka hizi coin zinapokuwa zinaingia nyingi zinaweza zikasababisha thamani ikashuka kutokana na kanuni yetu hii hapa juu, kwamba mtaji ukiwa haukui vizuri hapa macoin yakaingizwa mengi, hii bei itakuwa kubwa kutokana hapa denominator itakuwa ni ndogo kuliko numerator hapa chini. Wale ambao wamesoma hesabu nadhani wanajua, kina Fadhamo walimu wa hesabu. Kwa ukigawanya hapa lazima ili hii bei iwe kubwa lazima hapa mtaji uwe mkubwa zaidi kuliko idadi ya token. Ndio utapata thamani kubwa ya token hapa. Kwa hiyo hii 1% ikiwa inaendelea kuongezeka ita affect bei ya coin. Kwa hiyo kifanya wakasema hii 1% haitakiwi kubwa au inatakiwa ilingane tu na coin 10,000. Kwa hiyo gawio la coin ambazo zinaingia kwa sisi kupata kama faida haizidi coin 10,000. Kwa hiyo ina maana pale ambapo staking ya coin imefika milioni 1, 1% yake inakuwa ni coin 10,000. Kwa at that point inamaanisha kwamba ikitokea stake imekuwa labda ni 1.1 million tokens, hii 1% inakufa, itakuwa ni coin 10,000 ndio zinazoingia kugawanywa kwa watu kama gawio la faida. Hii inatengeneza scenario ya kwamba katika hizi coin milioni 190 ugawa kwa coin 10,000 itachukua siku zisizopungua 19,000 kwa coin zote kuisha kwa kugawa kwa watu, ambao gawa kwa 365 itachukua miaka isiyopungua mingapi? 52 coin zote kuisha. Kwa mgawanyo utakuwa unaendelea kwa muda usiopungua miaka 52 kidogo kidogo. Lengo ni kwamba hizi coin inatakiwa zitawanyike kwa watu wengi, lakini kidogo kidogo bila kuaffect bei ya token kiasi cha kumdiscourage yule investor ambaye alikuwa ameanza kuinvest mapema.
Kwa hiyo hii ni strategy ya kiuchumi ambayo inasaidia kutengeneza uadimu wa asset, ambao uadimu wa asset kiuchumi unasaidia kuimprove thamani kama ongezeko la wahitaji litakuwa kubwa. Maana tunakuja kwenye principle ya supply versus demand. Sio kama tunaelewana vizuri hapa. Kwa hiyo maana kwa tafsiri hiyo gawio la coin linaweza likawa linapungua kwa sababu redistribution inakuwa ni kubwa. Kwa mfano, let's say kulikuwa na coin 10,000 ndo labda milioni moja, coin milioni moja ndo zinagawanyika coin 10,000. Baadaye kukaa na coin milioni 2 ndo zinagawanyika coin 10,000. Mgawanyo wa hapa na mgawanyo wa hapa hauwezi kuwa sawa, lazima utakuwa tofauti. Hapa gawio litakuwa kidogo linapungua, si kwamba faida inayotolewa imepungua, ila wanaopokea mgao wameongezeka. Lakini hii ni dalili njema kwa maana kwamba walionunua inki na kustake wameongezeka pia. Kwa hiyo unakuta hata bei na stabilize, kwa sababu supply inapokuwa inapungua demand inaongezeka, ina stabilize performance. Sio kama tunaelewana vizuri hapo jamani. Kwa hiyo ni perspective ya kiuchumi, na ndio maana sasa tunapokwenda kuangalia mgawanyo wa faida tutauangalia kwa kuzingatia kipengele hiki hapa. Lakini hii ni sawa na mkulima ametenga gunia 5 kwa ajili ya matumizi ya mwaka, akiongeza tu kipimo haitafika lengo lake. Hapa swali lako sijalielewa vizuri hapa bwana Inki, mfano wako ulivyoweka sijaelewa vizuri umeulenga wapi, lakini perspective ya msingi ni kwamba mgawanyo wa gawio la faida ni coin 10,000 na hizi coin 10,000 zinaingia kila siku na zinagawanywa kwa watu walio stake tu, na zinagawanywa kutokana na kiwango cha inki ambacho wewe umestake. Sio kama tunaelewana vizuri hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo ni kipengele cha uchumi. Hapa tunasema economic point of view. Tunasema tunaangalia rate ya operation ya cost, lakini pia mgawanyo wa token kama ambavyo tumeweza kuona hapa. Lakini kipengele kingine cha kuangalia kama token ina worth kuwa asset ni roadmap. Kabla sijaenda kuelezea roadmap, kama tumeelewa vizuri kwenye kipengele cha mgawanyo wa faida kupitia token mpya zinazoingia kwenye mzunguko, tafadhali nenda kwenye box na uandike namba 222. Type namba 222 kama tumeelewa vizuri hapo. Type namba 222. Perfect. Sasa kwenye kipengele cha roadmap kazi yake ni nini? Roadmap kazi yetu hapa ni kutuonesha future. Yaani unapokuwa unawekeza lazima uangalie kesho. Hatuzungumzii kesho kuamka kesho, tunamaanisha kwamba the future of the business, kwa sababu tumesema investment is long term na is not only long term, it has to be sustainable. Sasa roadmap lazima iwe futuristic na iwe realistic. Tunapenda kutoa mfano wa vitu kama Nokia, kama tunaelewa vitu. Nokia ilikuwa ni kampuni ambayo ilikuwa ina simu zake zinauzwa ambazo zilikuwa very very prominent, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni kitu ambacho ukipita sehemu katika watu 18 wana simu za Nokia, lakini walishindwa kuendana na teknolojia, wakashindwa incorporate Android operating system kwenye simu zao, wakawa relevant, wakatolewa kwenye soko. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima tujifunze. Roadmap ya Inkryptus inatoa picha halisi ya kwamba tutakuwa tuna vitu gani vinaongezeka, na kwa wale ambao wanaijua Inkryptus kwa miaka 6 iliyopita, huduma nyingi ambazo ziko sasa zimefanya kuongezwa, mara kwanza hazikuwepo, zimefanya kuongezwa. Hii inatoa tafsiri ya kwamba vitu vinakuwa na vinakuwa kutokana na mpangilio wa kiprotokali ambao unaleta ukuaji wa ecosystem nzima ambayo ina balance, lakini pia inaongeza thamani ya mfumo kwenye kujenga capitalization. Kwa hiyo hicho kitu Inkryptus tukiangalia utaona kipo, lakini pia kitu cha 4 ni team. Management lazima ijijenge katika misingi ya kujenga believers. Na hawa ni believers ambao wana buy vision. Ili usiwe na speculator, kwa sababu speculator ni wale watu ambao wana panic. Ananunua coin leo, bei imeshuka, kesho kidogo amepanic anauza. Watu wa namna hiyo okay. Kwa hiyo team lazima itengeneze mstakabali mzuri wa watu kubuy vision. Lakini sio unaambiwa tununua hii coin mwezi ujao itapanda. Itapanda kwa nini? Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima watu waweze kufanyia consideration.
Na unapokuwa na jamii ambayo imejengwa na visionaries wengi ambao wanaona future ya kampuni, inakuwa ina smooth operation ya ukuaji wa thamani, kwa sababu watu wengi wanakuwa wameinvest wakiwa wanaitazama future, hawaangalii bei ya kupanda mara moja mara mbili. Ukiwa na watu wengi ambao wanaangalia bei kupanda mara moja mara mbili, ikishuka kidogo wana panic, wanauza, utayumbisha sana kampuni hata kama ni nzuri, kwa sababu kampuni zinakuwa na pande mbili, pande ya hisa na pande ya operation ya huduma sasa, au product. Sasa kama upande wa hisa ukayumbishwa, ile zikaua pia kampuni, kwa sababu thamani ya kampuni inakuwa inadeterminiwa na hisa. So that is also something to be carrying. Kuna mtu ameuliza hapa, mwalimu, naomba kujua namna ambayo thamani ya mtaji inaweza kuongezeka, nini kinasababisha? Nadhani nilishajibu hili swali. Kama ulikuwa unasikiza vizuri hapa mwanzoni, nilisema kabisa kwamba community engagement factor, kama huduma au products za kampuni zinakuwa na uhitaji, watu wanapokuwa wanatumia zile huduma si wanalipia? Wakiwa wanalipia, ukaja kwenye economic point of view ukajua kabisa operation cost ya hii kampuni na consuming rate ni kubwa kuliko operation cost, by default kampuni ita generate faida ya mtaji. Kwa hiyo thamani ya mtaji inajengwa kutokana na mfumo wa huduma ambao unatengeneza uhitaji halisi kwenye jamii ya watumiaji ambao wako willing kuweza kulipia kwa ajili ya product za kampuni fulani ili waweze kupata huduma au kupata product fulani. Sasa kama uhitaji wa hizo products zinakuwa ni kubwa, maana yake kampuni ina generate faida. Ikigenerate faida ndo mtaji wenyewe, kwa sababu tunapozungumzia thamani ya token au ya hisa inajengwa na mtaji halisi wa kampuni ambao unatokana na faida inayojeneretiwa kutokana na huduma ambazo kampuni inazitoa. Hamna miujiza. Hata wewe nikiuliza duka lako, mtaji wako unatoka wapi? Au mtaji wako unakuwa kwa sababu gani? Unakuwa kwa sababu products zako dukani kwako zinawahitaji. Wanapokuja kununua, wewe umeenda kujumua kitu kwa shilingi 2000, unakuja kuuza kwa 2200, ukauza vitu labda 500, ile 200 ikiongezeka ndio inaongeza thamani ya mtaji wako. Kwa hiyo si kwamba kuna kitu tofauti, hapana, ni supply and demand vile vile. Kwa hiyo hamna kinachobadilika. Kinachobadilika hapa kwenye mambo ya blockchain ni kwamba tu mfumo unajengwa katika mfumo wa kidijitali, lakini haibadilishi perspective ya kibiashara kwamba ili mtaji ukue lazima watu waweze kutumia product zako, wawe willing kulipa ili uzalishe pesa ambayo ni ya faida, tofauti na kile kiwango ambacho wewe ulikiweka kwa ajili ya kuoperate hiyo biashara. Kama tutakuwa tumeona vizuri Mr. Sadu Kimengwa Silwimba kwenye swali lako ambalo ulikuwa umeniuliza. Kama tumeona vizuri jamani, kwenye maelezo haya ambayo yanatusaidia sisi kuweza kupinpoint crypto ambayo ina sifa ya asset ambayo itanisaidia mimi kujua kwamba hii asset it is worth it for me to invest my money, basi hizi sababu 4 zinatosha sana wewe kuweza kupata picha kamili ya asset kama ni nzuri au mbaya. Kama tumeelewa vizuri, tutaenda kwenye blockchain na utype namba 666, type namba 666 kama tumeelewana vizuri hapo mpaka hapo. Alafu twende kwenye kipengele cha mwisho, kukadiria mapato pale unapokuwa umeamua kuwa mtu ambaye umestake in cryptos. Hapo tunaenda kwenye sehemu ya mwisho. Okay. Ngoja tu stop sharing hapa. Twende kwenye okay. Let's do this here. Sorry kidogo.
Kama tunaweza kuona screen hapo ambayo nimeshare, type namba 11 kama unaona screen ambayo nimeshare website ya Encryptos tuweze kuestimate returns hapo. Nimeshare screen hapo. Sasa ukiangalia kwenye hii screen hapa kuna kitu kimoja kinaitwa staking. Tunaenda resources, staking calculator ipo hapo. Amuone screen jamani? Kuna mimi Amani ametype namba 11. Stefano anasema haoni. Sasa hapo niamini nani? Jamani tunaona screen ambayo nimeshare watuoni. Kama tumeona tafadhali tubonyeze namba 11 tafadhali. Okay, sawa. Maandishi sio issue, naweza nikazoom tu, haina shida. Au nani? Hiyo simu yako iweke iwe portrait. Ukiweka katika mfumo ambao ni wima, ni ngumu sana kuweza kuona. Lakini nitajaribu kutumia nyenzo zote. Hasa iko hivi jamani. Hii ni sehemu ambayo inatoa makadirio ya una kiasi gani unaweza ukapata ukistake na Encryptos. Sasa hapa ukiangalia hapa unaweza ukaona kabisa kuna mikataba. Of course zamani tulikuwa na mikataba ya miaka miwili, miezi 6, lakini ile haikuwa na wateja. Kwa hiyo wameamua kuretain ile mikataba ambayo ina watu wengi. Ile Freelog miezi 12 na miezi 36. Sasa tofauti ya mikataba ni kwamba huu mkataba wa mwaka wa Freelog huu hapa unlocked ni kwamba ukistake coin zako, kununua coin zako kaziweka fixed account hapa, unaruhusiwa kutoa mtaji na faida muda wowote pale wewe utakapokuwa unajisikia. Lakini faida yake kama unavyoweza kuiona inalipa 0.04 ambao kwa mwaka ni kama 14% kama gross profit. Nadhani nitaelezea vizuri hapa chini. Mkataba wa miezi 12 na miezi 36 unakuruhusu wewe kustake kwa muda wa miezi 12 na miezi 36. Hautakuwa na access ya kutoa mtaji, ila faida yako unaruhusiwa kuitoa muda wote kama kawaida. Kwa hiyo ndio tofauti ya mkataba huu na hii mingine. Sasa tukija hapa kwenye hii simulation hapa, kwanza kabisa lazima tujue hausteki pesa kadhaa, si milioni 5, 6, unanunua crypto zenye thamani ya hiyo hela yako kwa bei ya muda husika. Kwa hiyo wakati mwingine usikashangaa mimi nimeweka milioni 5 nimepata kwenye 2000. Wewe umeweka milioni 5 mpaka kwenye 1800. Inategemea muda ambao umenunua bei ilikuwaje. Na hata muda wa kuuza ni hivyo hivyo. Inategemea bei ya muda husika. Sasa kwa mfano hapa tukaamua kusema we are dealing with Tanzania shillings. Nikasema tunafanya estimation labda kama nikanunua coin zangu za milioni 5 kwa bei ya sasa hivi. Nikinunua coin za milioni 5 napata coin 1319. Hizi coin nikiziweka kwenye mkataba wa miezi 36. Manake kwa siku nitakuwa na estimation ya kupata dola au coin 3 ambao kwa bei ya leo ni kama shilingi 11,000. Lakini kumbuka hii ni gross. Wakishakata makato yao ya 25 watakata coin 0.75 ambayo ni kama 2800. Mimi nitabakia na 8600 ambao ni coin 2.2 kutokana na thamani ya leo. Kwa hiyo roughly nikisema ni estimate kwa mwezi nitapata coin 68 ambayo ni kama 258,000. Sio tumeelewana vizuri hapo jamani. Ambao roughly ni kama 5% kwa mwezi. Sasa hii pesa kwa shilingi inaangalia leo bei imekaaje. Si kwamba kila siku kija lazima utaona hii, hapana. Hata kama percent unayolipa ni hii, lakini hapa namba zinaweza kubadilika kutokana na bei ya coin kwa siku husika. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hata ukisema kwa mwaka you can still find the same thing. Ukaona kabisa kwamba kwa mwaka inaweza ikapata estimated kama ya 3,100,000 na 100,000 na point, kutokana kama nitakuwa nipata coin 819 out of 1319 ambazo nimewekeza kutokana na return ya muda huu pamoja na thamani ya coin ya muda husika. Hii unaweza ukaiestimate kwa unavyotaka wewe, lakini kitu kimoja lazima ujue tu, hii ni estimation, ina simulate tu kwamba unapata kiasi gani, lakini si kwamba inakupa exactly amount kwamba unapata hivi, hapana. Hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tukijue vizuri, na lazima tujue kwamba hizi returns ziko estimated pia. Unaweza zikazidi au zikapungua. Although kwa muda mrefu sana tumekuwa tunapata the same returns kutokana na kwamba coin yetu sisi imekuwa stable, lakini pia price fluctuation ya coin yetu pia sio kubwa. Ina range vizuri sana, ina perform vizuri sana. Kwa hiyo lakini haina maana kwamba utakuta the same amount of returns every month. Sio kama tumeelewana vizuri. Na kitu cha mwisho kabisa, hii biashara kama tulivyosema ni long term investment.
Kwa hiyo ni vizuri ukawekeza pesa ambayo uko tayari kuiwekeza kwa muda mrefu ili upate matokeo stahiki. Sio unaenda kuchukua mkopo hapo na seti marejesho hapo ambayo inatakiwa atoke huku ambayo yako fixed 20% kwa mwezi, unaanza kupata stress ambayo haina ulazima. Kama hauna uwezo wa kuinvest amount kubwa kwa mara moja, wekeza kidogo kidogo, set target yako kwamba unaamua mimi nataka niwekeze milioni 10 lakini sina uwezo wa kupata milioni 10 kwa mara moja. Naweza kupata labda 300,000 au milioni 2. Weka kidogo kidogo mpaka ifike hiyo, anza kuenjoy profit yako. Hii biashara ipo haiendi kokote, nimekuwa nikisema hivyo muda wote. Kwa hiyo it's not something to rush, lakini we cannot deny the truth kwamba mtu atakayeweza kuona fursa mapema obviously atakuwa na faida kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wewe mwenyewe pia nitakiwa uweze kukitafakari na kukiangalia. Kwa hiyo that is how it is, ladies and gentlemen. Sasa tukasema mpaka hapo tunaweza tukawa tumefika mwisho, lakini unaweza hapo unaweza ukaestimate ukaamua labda mkataba wa miezi 12 kwa the same amount ya milioni 5 utapata coin 1.8 ambayo ikisha kuchaji utapata 1.3 ambao ni kama 5,200. Kwa mwezi ukiangalia utapata 150,000 na kitu ambao ni kama 3% hivi. Kwa hiyo itategemea na wewe mkataba upi ambao umeamua kuchukua. Lakini all in all the choice is yours. Kwa mikataba yote performance ya bei huwa inategemea watu wanavyonunua na kuuza sokoni. Si kwamba unaanza na kana control kwamba bei ipande au ishuke. No, it's not working that way. Na unapoamua kutumia mkataba labda huu hapa wa free lock, wasema kwamba ngoja niweke hapa mwezi ujao nitoe hii hela tena niende nikawekeze sijui wapi, pia ni mbaya, kwa sababu wakati mwingine unaweza kushangaa umeweka hela mwezi huu ukitegemea upate faida 100% hiyo mfano, ili utoe pesa ukafanyia kitu kingine. Bahati mbaya huo mwezi ambao unataka kutoa bei ikawa chini ya ile ulionunulia, itakukost. Kwa hiyo huku wekeza pesa ambayo unaona kabisa uko tayari kuiacha ikue kwa muda fulani ili upate matokeo stahiki. Ukiwa unafanya vitu vya short term huku inaweza ikakukost. Kwa hiyo siwezi kukushauri sana ufanye hivyo, lakini kama utaamua mwenyewe, that is you to decide, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunatoa elimu, swala la maamuzi linabakia kwako. Lakini mimi hii biashara si recommend kwa mtu ambaye anafikiria investment ya muda mfupi, si recommend kabisa, kwa sababu itakudisappoint. Ila kwa mtu ambaye anaweka long term, this is a good investment. Lakini kitu kingine pia, si kurecommend kuinvest pesa ya emergency na kurecommend kuinvest pesa ambayo iko tayari kwa ajili ya uwekezaji. This is where you can get a good results. Sawa jamani, basi mpaka hapo naomba niruhusu maswali. Kama kuna mtu atakuwa na maswali anaweza akaniuliza tukiwa tunaenda mwisho wa kipindi chetu. Nikiangalia huku kama maandishi madogo. Okay. Sawa. Kama kuna swali. Kuna mtu anaitwa Mota, where is Mota? Mota has raised a hand. Okay. Unaweza ukaongea bwana Mota. Nimeku unmute. Halo, habari? Salama, karibu. Asante kwa elimu nzuri. Mimi huku ni kwa siku ya kama ya 3 leo ndo nasikia hizi habari. Sasa kuna kitu kidogo kwenye maelezo yako nilitaka kupata clarification. Kuna issue umeizungumza kwamba moja ya faida ambazo tunapata huku ni hiyo dividend pamoja na ile capital gain. Yeah. Sasa capital gain umesema kutokana na labda makusanyo ya kampuni kwenye either ni service mbalimbali au mauzo ya bidhaa mbalimbali. Hapo ndo nitaka kujua exactly kwamba kampuni inafanya nini ambacho kinaingiza pesa. Najua kuna labda hizo service charges, lakini kuna nini kingine kinachofanyika ambacho sasa kitasababisha tuendelee kupata faida. Asante. Okay, nashukuru. Kwa swali hilo nitalijibu kama ifuatavyo. Product za kampuni ya Inkritas is all about service based. IPO, wale ma-IPO hawawezi kutumia bila kulipia $24 kila mwezi. Transaction kila inapofanyika unachajiwa $24. Na one of the thing ambacho ningeweza kukuambia ni kwamba kwa sasa hivi service kama transactions tunaweza tukaichukulia kama ni service ndogo au inaweza isiwe na faida kubwa sana, lakini kiuhalisia kabisa transaction service ni one of the very big business in the industry so far kwa sasa hivi, kwa sababu hata makampuni kama M-Pesa unakuta wanajiendesha kwa sababu ya miamala peke yake. Kwa hata Inkritas transaction tu peke yake is one of the very big amount of money. Lakini staking pia ambayo inafanyika, wao wanachukua 25% kwenye faida zote, sio tu kwa Inkritas token, hata kwa USDT pia.
ambayo ni coin tofauti kwa Pancake, kwa Bicep, kwa sababu kwenye staking pale Inkryptus tumeizungumzia kwa sababu leo tumeichambua coin ya Inkryptus peke yake, lakini kuna assets nyingine nyingi ambazo ziko pale ambazo Inkryptus wao wanajiinvolve nazo kutoa huduma yake na wanakuchaji kwa kila faida ambayo utaitengeneza. Kwa hiyo huduma hizi peke yake zina faida kubwa tu ambayo inaweza ikagenerate ukuaji wa kampuni, lakini of course ukikompare kwa makampuni makubwa kama Binance ambayo yana wateja milioni 300, 400, wanaweza kupata miamala milioni 200, 300 kwa siku. Sisi bado tunakuwa, lakini still ukuaji wetu uko relevant na aina ya faida ambayo inatolewa kutokana na kwamba it's a community shared based exchange, kwamba ukinunua coin umeamua kucommit ile coin yako kwa muda fulani, unakuwa umeisaidia kampuni kuweza kuretain value, kwa sababu kwa kipindi cha miaka 3 maana yake baada ya kununua coin zako hautauza. Kwa hiyo unaisaidia kampuni pia kuweza kuretain value. By the time miaka 3 inapofika, unakuta Inkryptus wameshakusanya pesa nyingi ambayo inaweza ikareplace hata kama wewe utaamua kuondoka. Kwa hiyo ina maana by the time ya miaka 3 unapokuwa umenunua coin zako na kuzicommit, unaipa nafasi Inkryptus pia kwenye revenue ambayo itazidi kuongeza kustabilize thamani ya coin husika. Kwa hiyo Inkryptus kwa sasa hivi hawainvest, sio kusema kwamba ukiweka tu hela zako wewe wanachukua nenda kuzipeleka sehemu nyingine, hapana. Na in fact pesa yako unayonunulia coin inabakia kwenye pool ya market, kwa sababu unanunua kwenye open market, unless you are beyond the OTC limit, kwamba kuna amount ambayo inaingia straight kwenye open market na kuna amount ambayo inaenda kununua coin kwa kampuni moja kwa moja. Lakini wewe ukinunua coin zako, si kwamba ile hela Inkryptus wanaichukua nenda kufanyia mambo yao, hapana. Inkryptus wanachukua pesa ile tu ya yule mnunuaji wa kwanza wa coin kutoka kwao, lakini wewe ukinunua zitabakia kwenye market, kwa sababu kuna mwingine anauza, mwingine ananunua. Kwa hiyo lazima ile market iwe liquid, iwe na hela ambazo zitasaidia ile operation iwe inaenda, kwa sababu tofauti ya kwenye crypto na hisa za kawaida ni kwamba kwenye hisa za kawaida mtu atahitaji broker, ukitaka kuuza tafuta broker atafute mnunuaji uuze, lakini huku hakuna broker, ni automated market maker. Kwa hiyo unapotaka kuuza coin zako ni instant swap, umepata keshi yako hiyo hapo, unafanya mambo mengine. Anataka kununua naye ni swap, amepata keshi ndani inki zake, anaenda kuzistake. Kwa hiyo ndio jinsi ninavyokuwa inaenda. Kwa hiyo hakuna sehemu kwamba wanachukua pesa zako waende wakawekeze kule. Pesa zako wewe zinasaidia kwenye market ya token iweze kuwa liquid, kwamba iwe na coin na kadhalika. Lakini tunapokwenda upande wa kampuni nazidi kustabilize huduma. Kwa mfano mwanzoni tulikuwa na staking service peke yake, lakini in the 6 years tumekuwa na IBO, tumekuwa na wallet for transaction, tumekuwa na swap for exchange ya token, tumekuwa na transactions za kawaida. Zote hizo zinasaidia kuongeza pato la kampuni, kwa sababu hakuna mtumiaji wa Inkryptus. Tumekuwa na gaming pia, nimesahau kuimention. Zote hizo zinakuwa zinatengeneza revenue kwa ajili ya kampuni. Kama kampuni itakuja hapo baadaye kuwa na kama hapo baadaye kampuni itakuja kuwa na more funds, itahitaji kuinvest kwenye sehemu nyingine, it will come later. Lakini for the time being focus ya kampuni ni kutumia huduma zake kugenerate revenue na kustabilize ecosystem ya kampuni ya ndani kwanza, kabla hawajaanza kufikiria kuinvest sehemu nyingine, kwa sababu Inkryptus sio collective scheme investment, ila ni kampuni ambayo wewe unanunua coin yake kwa kuvutiwa na jinsi ambavyo wanafanya kazi na kuona kwamba kuna future hii kampuni kuwa kubwa zaidi, ndio unanunua token yake. Si kama zile, kama mfano mtu anaweza kucompare na UTT, anakuwa anakosea, kwa sababu UTT ni fund managers, yani wanachukua hela za watu wanaenda kuzinvest same plan, wakipata faida na gawana. Inkryptus haiko hivyo. Inkryptus ni kampuni inajitegemea. Unaponunua coin unaamua kuwa sehemu ya ile kampuni. Kwa zile huduma ambazo wanazitoa wao ndio hizo ambazo zinategemewa kwenye kugenerate revenue na kutengeneza capitalization ya kampuni kukua kwanza. Kwa hiyo wewe inatakiwa uvutiwe na project yenyewe ndio ununue coin yake. Na ndio maana hata wanaongea kila siku kwamba wakati tunaanza kufanya hii biashara mwaka 2020, Inkryptus hii coin yake ilikuwa haijalistiwa bado. Ilikuwa ni Inkryptus na coin zingine na transaction na kila kitu, na ilienda kwa miaka 3. Alafu kuanzia mwaka 2023 ndio token yake ikalistiwa. Maana yake sasa umeshaiona Inkryptus wallet, umeielewa, umevutiwa nayo. Sasa ukitaka kuwa sehemu ya Inkryptus wallet unanunua coin yake. Ndio jinsi ambavyo inafanya kazi. Kama nitakuwa nimeeleweka vizuri. Nzinza anasema hongera, nimependa shule yako, umeeleweka vizuri. Kwa kweli mwalimu, nashukuru sana, maana namna unavyotoa elimu juu ya biashara. Mungu akubariki na kukupa uzima tele, kazi yako njema. Amina, nashukuru.
Hizi Zoom meeting nazo zitakuwa za malipo? Hapana, hazitakuwa na malipo. Zile seminars ndio zitakuwa na malipo, ila tukienda miaka mingi baadaye tunaweza tukafanya, lakini kwa sasa hivi hatuwezi kuchaji Zoom. Zoom tutakuwa hatuchaji chochote. Samahani mwalimu, kwa jina langu linaonekana hapa ni herufi I wakati nimejisajili kwa Paulo. Hapo sio shida. Sasa hii mambo ya hii ni mambo ya naniliu ya kwako, wakati na login labda uliweka hivyo. Kwa hiyo na hii ni sehemu ya mikutano tu, haihusiki na mambo ya Inkryptus. Inkryptus hahusiki chochote na mambo ya Zoom. Zoom meeting hazitakuwa na malipo mkuu. Nimejibu swali lako mkuu. Okay. Zoom meeting haziwezi kuwa na malipo kwa sababu mtu ambaye anatenga muda wake na kuingia kwenye Zoom, unajua sometimes pia kuweka malipo si kwamba tunakuwa tunahitaji sana yale malipo tupate faida, ni kutengeneza userious wa biashara. Unajua kuna wakati mwingine mtu anakuja kwenye zile seminar, anakuja si kwamba ameelewa au anakuja kwamba ana hamu ya kujifunza. No, anakuja sometimes anakuja tu, unaona. Kwa hiyo ili kuweka userious, ili mtu aweze kuwa serious na darasa tunayotoa, basi atoe kitu ili aweze kuwa na uchungu na kitu anachokipata. Akitoka pale ajue kabisa hii hela yangu ambayo nimeitoa haijaenda bure. Kwa hiyo tunajaribu kufilter audience ambayo tunakuwa tuna deal nayo. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunaweka viingilio, lakini viingilio vingine tutaviweka kwa ajili ya kutengeneza access, kwamba hii ni corporate venue, ili watu wasiingie pale ambao hawaendani na ule muda, basi au hawaendani na ile audience, waweze kujitenga. Kwamba ijulikane kabisa kwamba hii ni VIP. Kwa hiyo watu wanaoingia hapa ni wakaliba fulani. Mwalimu, vipi nikiwa nahitaji kufanya stake kila mwezi? Hiyo ni nzuri. Yes, hiyo tunahitaga ni dollar cost averaging. Nadhani hiyo nimeshaitengenezea video, ipo YouTube. Nadhani naweza tukashare baada ya hapa. Unaweza ukaiangalia. Na si kwamba ni wewe tu ambaye utakuwa umefanya hivyo. Hata mimi mwenyewe wakati naanza sikuwa na hela, nilikuwa nadunduliza. Japokuwa mimi nilikuwa nadunduliza kila baada ya wiki mbili, nilikuwa nikipata amount fulani naweka. Kwa hiyo hiyo nayo inaruhusiwa wala haikataliwi. Unaweza kukaa mwezi, kila wiki mbili, ni wewe utakapoamua kutengeneza. Unadunduliza mpaka utakapofika target ya mtaji wako unaishia. Yasini anasema tunashukuru sana mwalimu kwa darasa zuri, karibu sana. Nadhani mpaka hapo. Kama kutakuwa na swali jingine kwa wale ambao walikuwa wameuliza, kuna yule nani alikuwa ameuliza swali lake ambao alifanya kwa kuongea, nani, madam nani, sijui kama swali lako nimekujibu vizuri. Unaweza uka-comment hapo niweze kujua kama imekuwa clear. Nimeelewa sana leo, karibu sana. Kama kuna mwingine ambaye alikuwa ameuliza swali pia. Okay, sawa. Tutajitahidi kuendelea kuimprove. Yani lengo letu sisi ni kwamba watu wawe comfortable. Yani umewekeza lakini unaweza kulala usingizi mzuri, ukawa uko comfortable kabisa. Yani isifike stage ukawa yani umeinvest lakini yani una stress, una pressure. This business is there guys. Mimi nimekuwa nikiongea hivi toka 2020 wakati tunaanza business kiwa changa kabisa. You don't need to rush, just take your time, understand, make a very proper decision. You are going to enjoy the business. It's nothing that una pressure. Hapana. Taratibu. Invest muda wako kwenye kujifunza ili uelewe. Ukishaelewa fanya maamuzi. It will be very easier for you. Kwa hiyo nadhani niseme tu nashukuru sana kwa usikivu wenu. Tukimaliza hii Zoom itauploadiwa kesho YouTube, unaweza kuipitia. Lakini pia mimi nataka niweze kuweka staking mwenyewe bila kununuliwa. In fact inatakiwa ufanye mwenyewe. Kama IBO wako alikusaidia, inatakiwa kusaidia mara moja mara mbili, na wewe ukiwa unaona unajifunza. Lakini yani ni kitu kigumu, huwezi kusema kwamba kwa mfano mimi hapa sasa hivi niwe nasema na wanunulia watu. Hapana, ni ngumu. Na naamini kwa watu wengi sana, hata wa staff wazee wengi wamefundishwa na wanaweza kufanya wao wenyewe. Kwa hiyo Madam Aisha, ni sahihi kabisa, natakiwa ujue wewe mwenyewe, sio tu kununua, hata kutoa hela na kufanya kila kitu natakiwa ufanye mwenyewe privately, na ndio maana halisi ya wewe kuwa independent. Kwa hiyo hivi kuna namna ya kuwafundisha walio mbali ambao tunaendaga kwenye sehemu hizo kuwafundisha kwa kufanya physical sessions. Kwa hiyo kwa hao ambao wako mbali wanakuwa wanafanya physical sessions. Kwa hiyo ndio hivyo, hicho nacho kinawezekana vizuri tu. Tunakuwa tuna sessions za kuwafikia hao. Kwa hiyo kama labda pengine ni remote area ambao sisi tulikuwa hatujui, unaweza kuwasiliana na viongozi tukaorganize namna ya kuwafikia kwa hizo audience ambazo ziko mbali kidogo, labda na zile sehemu ambazo tunafanyaga seminar common.
Tunaomba video ya kuweka staking ipo, tutaiweka YouTube, lakini maelezo pia yapo. Huu uwekezaji unamrithi, nadhani urithi kwa sasa hivi Nexon Kin haipo directly, lakini kama mtu ukimpatia labda mke wako au mtu wako karibu akiwa na uwezo wa kuaccess email yako, ana uwezo wa kuaccess account yako pia, kwa sababu kwa crypto industry sasa hivi bado hiyo huduma ya Nexon Kin bado haipo, ila as time goes itakuwepo. Unajua watu ambao wanafanya innovation wameshaliona hilo tatizo, wanaligeuza kuwa solution. For very soon pia najua itatokea kampuni ambayo inatoa service ya namna hiyo. Basi mimi mpaka hapo niseme nashukuru sana kwa kunisikiliza. Naomba nirudishe mic kwa Father Mo aweze kufunga kipindi. Pia tutatoa asante mwalimu, karibu. Tutatoa link kwa wale watu ambao watakuwa tayari kuanza kununua ticket, wanunue mapema kabisa kabla hazijaisha, tuweze kuanza level mpya ya biashara yetu, kuipeleka kwenye level ya juu zaidi. Asanteni sana, Mungu akutunze. Amina. Madam Selina, muwe na usiku mwema. Father Mo, naomba unisaidie kuweza kufunga kipindi. Okay, tunashukuru kwa kipindi mwalimu. Kipindi kilikuwa kizuri sana. Kwa watu ambao wameuliza maswali, vipindi vingi tuna upload YouTube kwenye channel ya Diena. Kwa hiyo unaweza kaenda YouTube ukavikuta vipindi vingi, hata madarasa mengi yanayorudiwa tunaweka YouTube. Kwa hiyo unaweza kaenda YouTube ukasikiliza, vipindi viko vingi, maelezo yako mengi. Unaweza ukataka kujifunza vitu vingine vingi tu kuhusu ulimwengu wa crypto, viko YouTube. Kwa hiyo watu ambao ni wageni, unaweza kaenda kwenye YouTube andika Diena Academy. Ukiandika Diena Academy utakutana na vipindi vingi mle, watu wameelezea vitu vingi sana mle. Kwa hiyo usijali kama wewe ni mgeni kabisa ndio umekuja siku ya leo. Otherwise nadhani mmeweza kusikia tangazo la event yetu, lakini pia tutaendelea na event za mikoani, lakini sasa hivi bado tunadili na Dar es Salaam, na pia tuendelee kufanya biashara. Biashara nzuri kama mwalimu alivyoelekeza. Maswali, ukitaka kujua kufanya kila kitu utabidi ufanye mazoezi. Kama nimeona mtu anataka ajue kila kitu mwenyewe, kwa hiyo utabidi ufanye mazoezi, ufanye na kiongozi wako akuelekeza mara kwanza, mara pili, mara tatu, then baadaye unaiva. Unakuwa unafanya mwenyewe. Otherwise mimi sitakuwa na vitu vingi sana. Tuwatakie usiku mwema. Tukutane tena siku ya Alhamisi kwenye kipindi cha Kiingereza na vipindi vingine vya Jumanne zinazofuata. Ukiwa na maswali, kama uko Dar es Salaam, karibu ofisini kwetu Bongo Plaza. Lakini pia unaweza ukapiga simu ukauliza maswali ukajibiwa maswali yako yote kabisa. Basi muwe na usiku mwema na Mungu awabariki sana.